pia nataka kuzungumzia mambo ya ndoa. Wapendwa, ndoa zetu zimekuwa na shida, na imempendeza Yesu leo nije na huu ujumbe ili ukapate kitu kwa ajili ya kuweka ndoa yako sawa. Mimi ninapenda wamama wawe sawa katika ndoa, wazee wawe sawa katika ndoa. Nimeomba sana wamama waje kwa ujumbe kwa ibada ya Wednesday, wengi hawaji. Siwezi kuwalaumu kwa sababu sijui muda wenu, na pia kongamano iko, wengi hamji. Lakini sasa Yesu ameniongoza leo nitembee na ujumbe wa ndoa zetu. Wapendwa, ndoa ni takatifu mbele za Yesu. Na kabla hiyo kuna mambo matatu nataka nitangulize nayo. Jambo la kwanza katika hayo mambo matatu, don't reply when you are angry. Usijibu lolote katika ndoa ama katika maisha ukiwa na hasira. Ni sawa? Ukijibu jambo lolote na hasira utakuja jutia. Siku moja utakuja jutia. Nikupe tu mfano nje ya ndoa. Ukimwambia mtu, wewe umenichezea leo, utakufa wewe. Alafu usiku huo afe. Wewe unafikiria utapelekwa wapi? Kwa ajili ya hasira tu amekukwaza. Utaona wewe, leo utaona utakufa kabisa na afe kweli. Kuna kitu utasema umejibu ukiwa na hasira. Mama katika ndoa, mume wako amekukwaza, unajibu na hasira. Wewe mume gani wewe? Mume suruale tu, au mume wenzako? No! Yaani una hasira, unajibu na hasira. Mume gani wewe? Mume wenzako anaingia na mafurushi hapo, wewe kuja makoti matupu tu hapo. Utakuja juti. Pigia Yesu makofi. Katika maisha tunayoishi, usiwe mrahisi wa kujibu jambo wakati una hasira. Tulia kwanza. Hiyo hasira ipungue, alafu mwambie Yesu akupe neema ya kuongea. Lakini utakapokuwa unajibu tu, hata mtu mkianza kujibizana naye mara ya kwanza, mara ya pili, nyamaza wewe. Jua huyu ni mshindani, nyamaza. Lakini kama ni twende jino kwa jino, hapo lazima kutatokea hasara na kuna mtu atajutia. Wamama, maandiko yanasema ni kutii, wazee ni kupenda. Sasa mama, unapomjibu mumeo kiholela, umetii kweli? Mzee nawe kama unampenda mkeo, usimwambie maneno mazito yanayomzidi kwa sababu unampenda. Ongea naye maneno ya wastani, maneno ya kueleweka. Lakini patakapotokea kujibizana kwa hasira, hiyo nyumba itagawanyika na hiyo nyumba itakuwa vipande. Siku moja nikawaambia, nyumba yoyote ambayo ina kelele, yale maendeleo walikwisha fanya itasambaratika, na chochote wanachopanga hakitafaulu, kwa sababu Yesu hakai katika ndoa iliyo na kelele. Ndoa ama nyumba ikiwa na kelele, Yesu hayuko hapo, aliondoka zamani. Don't reply when you are angry. Jambo la pili, don't promise when you are happy. Unaweka ahadi ukiwa na raha. Nikikupa mfano, pengine umekuja kwangu hapa kanisani, tumeomba na wewe tumeomba sana, alafu unasema, mchungaji, mimi nikiipata hiyo kazi nitahakikisha mshahara wa kwanza naleta kanisani wote. Ukiuleta wote, huo mwezi utakula nini wewe? Huo mwezi ambao umeuleta wote utakula nini? Sasa ukishapata utaanza kukwenda, kwa sababu ulisema kwa raha, mchungaji, nikipata zote naleta. Lakini wacha uanze hiyo kazi, piga tarehe moja mpaka mwisho wa mwezi, mshahara ndio huo. Tutakusema sasa hizi zote nikampe mchungaji. Yes. Unaona? Kwa sababu uliahidi ukiwa na raha.
Hii tunaipata kwa Waamuzi 11. Yefta pale Waamuzi 11, Waamuzi 11 mstari wa ngapi? 12 Waamuzi 11, ngoja niangalie. Yefta ambaye alikuwa ni mtoto wa mwanamke kahaba, ilifikia mahali akaahidi ya kwamba, baba, ukinipa nafasi niwapige hawa jamaa, basi chochote kitakachotokea mbele yangu nitakupa kama nadhiri. Waamuzi 11 mstari wa 30, ni story ndefu lakini angechukua hapo 30 tu. Kwa wana wa Amoni kwamba nikienda vitani alafu nirudi nikiwa na ushindi, chochote kitakachotokea mbele yangu baba nitakupatia. Yefta alikuwa na raha akisema Yesu atanisaidia na nitashinda. Sasa kwa ile raha yake akasema, kitu chochote kitakachotokea mbele yangu siku hiyo nikiwa nimeingia kutoka vitani kushinda kule vitani kwa wana wa Amoni, hicho nitakutolea kama sadaka. Yefta akawa anafurahi, wewe ukiniwezesha tu baba, kitakachotokea mbele yangu hicho nitakupatia. Kwa ajabu Yefta alishangaa. Alipokuja kutoka vitani alitarajia talakiwa labda na umbwa na farasi hata na wajakazi, lakini cha ajabu ni msichana wake wa pekee ndiye aliyemtokea na kumlaki. Sasa Yefta akasema, sasa imekuwa pigia Yesu makofi. Msichana wake wa pekee ndiye aliyetokea kumlaki. Yefta akasema, baba, umenifanyia nini baba? Mtoto ni huyu mmoja na yeye ndio amekuja kunilaki, nimetoka vitani. Mchukue. Alikubali kumpeana kwa sababu alifanya uamuzi akiwa na raha kwamba anaenda kushinda. Unaweza kufanya maamuzi ya raha, ukaweka nadhiri za raha. Kitu fulani Yesu kinifanyia, nitakufanyia hivi na hivi. Chunga sana maneno kama haya. Unaweza kuja kujutia kwa sababu yakitokea utabadilika wewe. Unaweza kuja kujutia. Don't promise when you are happy. Wacha roho yako itulie, alafu muahidi mtu kitu ikiwa umetulia. Si sawa? Don't decide don't decide when you are sad. Usifanye uamuzi ukiwa na huzuni. Mume wangu amenipiga, amenipiga leo, naenda kwetu. Beba mizigo yote. Beba. Unafanya uamuzi hapo, wewe una huzuni kabisa, umechapua kofi moja. Naenda kwetu. Beba mizigo yote. Alafu huko kwenu unaenda kujutia. Usifanye uamuzi ukiwa na huzuni na kuacha mimi. Ama mwanaume unafukuza bibi, nenda, sikutaka. Kwa vile una hasira unafukuza bibi. Utakuja jutia hiyo. Kwa sababu ingefaa ufanye uamuzi ikiwa hauna huzuni yoyote. Ndoa nyingi zinavunjika kwa ajili ya hasira na huzuni. Na kuacha, wewe mume gani, na kuacha, nenda, haiwezekani. Hizo ni hasira na huzuni. Wachana nazo, fanya uamuzi wakati roho yako imetulia. Wengi wamejutia. Na sasa hata katika ndoa ama wale ambao wameachana, ukiuliza bibi, uliachana kwa nini na mume wako? Hana sababu. Tena ule upendo bado uko pale pale. Ukiuliza bwana, kwa nini uliachana na mke wako? Hana sababu. Hawa wote walioachana hawana sababu. Hakuna sababu yote ya muhimu. Ila ni hasira na huzuni ndio imefanya wameachana. Lakini ukiwauliza sababu, waketishe, kwa nini umeacha bibi yako? Hana. Kwa nini umeacha mume wako? Hana. Kwa sababu vitu hivi vilifanyika katika hasira na huzuni. Ndipo ninawaambia leo watumishi mlio katika ndoa, msifanye maamuzi wakati uko na hasira na wakati uko na huzuni na pia wakati uko na furaha. Jaribu kutuliza roho yako, itulie, ndio ufanye uamuzi. Kupenda sio shida.
Shida ni kupata yule anayekupenda. Si leo hii unaondoka kwa sababu unaona hapa ni pabaya. Shida yako itakuwa kupata yule anayekupenda wewe jinsi ulivyo. Shida sio kupenda, kila mtu anapenda, hata paka anapenda, hata kuku anapenda. Lakini shida ni kupata yule atakayekupenda jinsi ulivyo. Ni sawa? Yule atakayekuvumilia. Kila mtu ana harufu yake. Yule atakayevumilia hiyo harufu ya makwapa yako, huyo ndiye anayekupenda jinsi ulivyo. Hakuna mtu ana sababu yoyote katika ndoa ya kuachana. Hakuna reason. Ni vitu hivi vitatu nimewaambia. Hasira, tunafanya maamuzi katika hasira. Tuko na huzuni, tunafanya maamuzi katika huzuni. Mbona tusijikusanye tukamuuliza Yesu, hii imekupendeza ama haijakupendeza? Na unapata wengi ni wateule ndio wanafanya maamuzi kama haya. Leo ninakwambia mama, ninakwambia baba, tulia katika ndoa yako. Ndoa inajiendesha yenyewe na ndoa ina mafuta yake. Upendo unajiendesha wenyewe, upendo una mafuta yake. Ukiona hakuna upendo, jua mafuta yameisha. Lakini upendo una mafuta yake, ndoa inajiendesha yenyewe. Katikati ya wiki nilifundisha kubembeleza. Waamuzi 14 mstari wa 14. Kubembeleza. Wazee, bembelezeni wake zenu. Wamama, bembelezeni waume zenu. Kubembeleza. Hili jambo mtalielewa kweli. Waamuzi 14:14 inasema Samsoni aliwapa kitandawili wale Wafilisti, wakashindwa. Wakamwendea mke wa Samsoni, wakamwambia mke wa Samsoni, ongea naye na kumbembeleza ili atuambie siri ya hii kitandawili. Kuna siri katika kitandawili cha ndoa yako ambayo inahitaji kubembeleza, na wewe hutaki kubembeleza. Ugumu wa moyo umekujaa, hauwezi bembeleza ili kitandawili kikateguka. Samsoni na mkewe kulikuwa na kitandawili, lakini mke wake Samson alipombembeleza, mume wangu, niambie tu hichi kitandawili, nakupenda sana my darling. Akaambiwa siri hiyo. Na wewe unataka siri uambiwe? Bembeleza. Hii ni silaha nzuri sana. Kwanza nakwambia mwanamume ukimbembeleza, mambo imeisha. Kuisha kabisa. Mambo yamemalizika. Pigia Yesu makofi. Ubembeleza. Juzi nikawa nafundisha wamama, nikasema kwamba wewe mama, kama utagundua siri hii nitakayokuambia, basi utafaulu katika ndoa yako miaka yote. Mwambie tu mume, unajua mume wangu keti hapo. Leo nataka nikwambie jambo. Unajua katika ulimwengu huu ambao tuko na huo ujao, sijawahi ona mwanaume kama wewe. You are the best. Yaani wewe hata nikikuangalia yaani wewe tu nikikuangalia hivi, sioni. Yaani dunia yote sioni huyo mtu. Wewe unafikiria atajichukuliaje? Katika ulimwengu huu na huo ujao, hata tukapewa ulimwengu mwingine, sijawahi wala sitaona kama wewe. Wewe ni wangu, mume wangu. Methali 19 mstari wa 14. Tusome. Methali 19 mstari wa 14. Jamani, upendo wa ndoa. Methali 19 mstari wa 14. Mwanamke huwa anapenda sana mwanamume mwenye ujasiri, na mwanamume anayejiamini na ni shujaa. Ni sawa? Na mtu ambaye hata anaweza kunilinda kwa jambo lolote. Si sawa? Yaani waume tujiamini, na utajiamini kwa ajili ya upendo uliowekeza ndani ya mke wako. Sio mwanamume akitembea na mwanamke basi wakiwa njiani washtuliwe tu na jibwa hivi. Utapata yeye hataki kujua. Amevunja hata mlango, amelala yeye. Hataki. Soma Methali sasa. Ana mbio za ajabu mwanamume.
anakwenda mbaya sana. Soma mstari. Inasema nyumba na mali ni urithi apatao. Nyumba na mali ni urithi apatao Mtu kwa babaye. Mtu kwa babaye. Bali mke mwenye busara. Bali mke mwenye busara. Mtu hupewa na Bwana. Mtu hupewa na Bwana. Tulia tu hapo mtumishi. Nyumba na mali mtu hupewa na Bwana, lakini mke wa busara mtu hupewa na baba, lakini mke wa busara 19:14. Wacha nirudie. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Pigia Yesu makofi. Hapo kwa mke ninaweka pia mume, kwa sababu hakuwezi kuwa na mke bila mume wa busara. Sio mume tu, sio mume, inatakikana awe ni mume wa busara, mume mwenye hekima, mwanamke mwenye hekima, mwanamume mwenye hekima, yaani wawe na busara. Na hiyo busara ama huyo mume huyo au mke huyo utapewa na Bwana. Yesu ndiye atakupa mume mwenye busara. Yesu ndiye atakupa mume mwenye hekima. Juzi nikafundisha nikasema sio kwamba ubadilishe mume. Kwa maombi yako na uvumilivu wako huyo mume atabadilishwa na Yesu na awe wa busara, hata kama hana busara. Wewe omba na kumlilia Yesu. Ulinipatia huyu mume, mbadilishe awe wa busara, mbadilishe awe na hekima. Atabadilishwa na utapewa mume wa busara. Pigia Yesu makofi. Nikawaambia wakati mmoja ya kwamba unaweza kuwa unamdharau mke wako au mume wako, lakini kuna mtu pale nje anatamani ampate huyo mke wako japo kwa usiku mmoja tu, lakini hajapata hiyo nafasi. Lakini wewe unamdharau mwanamke ndani ya nyumba, unamtukana, kumbavu wewe, sijui nini. Lakini kuna mtu pale nje anatamani hiyo nafasi japo kwa siku moja. Wazee, msidharau wake zenu. Mama, wewe unamdharau mumeo, na kuna mwanamke analia pale nje anamtaka huyo mumeo japo kwa siku moja tu awe naye, lakini hiyo nafasi hajapata. Wewe una hiyo nafasi yote, umeingia kiburi. Majibu yako ni yale yale. Ukimwaga mboga nitamwaga sima. Majibu ni haya. Ukimwaga mboga nitamwaga sima. Shida. Inafaa uwe na busara. Ni sawa? Inafaa uwe na busara, uwe na hekima hata ya kuongea. Wapendwa, unaweza kuona mke wako ni mbaya, unaweza kuona mume wako ni mbaya, lakini watu pale nje wakimwangalia huyu mzee, wakimwangalia huyu mama, wanasema mimi ningepata kama huyu, basi maisha yangu yangekuwa sawa. Na wewe unamsumbua tu. Ukitaka kujua umuhimu wa mifupa, mtupie jibwa au fisi, utajua maana yake. Sio naona ni mfupa huo, tupa pale nje. Ukitaka kujua umuhimu wa mifupa, tupia fisi au jibwa, utaona vile tangangani. Tunamuona hafai wewe. Haya, mtupe pale nje, hata dakika 3 haziishi kabisa. Ni sawa, lakini sio ya Yesu. Sio ya Yesu. Wa busara upeanwa na nani? Na Yesu. Pigia Yesu makofi. Hekima ni kitu muhimu sana. Juzi nikiwa nafundisha nikapeana mfano. Kulikuwa na watu wawili. Mtu mmoja amejaliwa kuwa na pesa kidogo. Mwenzake hana pesa. Mwenzake akafunga safari kwenda mji fulani. Alipofika njiani akaona panya anapita, akampiga yule panya, akamtia mkobani. Akasema huyu nikizidiwa sana njiani nitamtafuna, niwe na maji nifike safari yako. Akaenda akafika kijiji fulani kama pale, alafu akaona hoteli. Alipoingia kwa ile hoteli akaketi. Mhudumu ama waiter alipokuja akamuuliza, mzee utakula nini? Kwanza swali la kwanza akamuuliza yule waiter, pilau iko ya kutosha?
hata ukitaka sufuria 10 utapata. Akasema niwekee pilau. Akawekewa pilau, akala mpaka akamaliza. Alipomaliza tu akaitisha nyingine, akapiga yote. Sasa ilipokuwa yaenda kuisha, bado nusu kidogo tu, akaangalia, akatoa yule pani, akamweka kwa, akakoroga, alafu akamwita yule waiter, "Njoo hapa. Mbona mnanifanya hivi? Yaani mnaniletea chakula kinafanya hapa." Sasa jamaa, yani atakani makastoma wajue. Mzee ndio kando, mzee. Naitwa kando. "Mzee tulia, tutatufukuzia wateja. Tulia mzee." Mimi sikubali, amua tulia. Watakaje? Nipatieni kitu. Jamaa akapewa pesa zake nyingi, akazitia mfuko. Na akasema sawa, mimi naye. Hasa alipoenda safari yake, akamaliza safari yake, siku ya kurudi kwao akakutana na yule rafiki yake ambaye ana pesa kidogo. Akamwambia, "Mimi nilifunga safari bana, nikaenda, lakini kilichonipata ni hii na hii, nikaingia hoteli fulani." Yule mwenzake naye akasema, "Haya ni hivi, na mimi naenda." Kaenda tukanjiana kutapanya na yeye, akampiga vizuri kabisa, akamtia mkogani. Lakini kwa kukosa hekima hii ninayozungumzia, alipoingia pale kwa hoteli, akaitisha pilau tu yeye direct. "Niwekee pilau." Akawekewa, kumbe hakujua hiyo siku umebakiwa sahani moja. Akala, akamaliza, akasema, "Niongezeni nyingine." Akaambiwa, "Sasa kwa leo pilau imeisha." Na alisema, "Lete maharagwe imeisha, vyakula vimeisha vyote." Akamuuliza yule mhudumu, "Huyu panya nitakuweka wapi?" Ndio Yesu. Huyu panya sasa mimi nitamweka wapi? Kosa hekima. Ndoa zetu zinahitaji nini? Hekima na busara. Wapendwa, kujua kuongea ni jambo la muhimu sana. Mwanamke mwenye hekima tunapewa na Bwana. Mwanamume mwenye hekima tunapewa na nani? Na Bwana. Bembelezaneni wa mama, bembelezaneni wazee, tukuze ndoa zetu. Pigia Yesu makofi. Efeso 5, twende hapo. Ishirini na mbili. Efeso 5:22. Ndio. Inasema, "Enyi wake, watiini waume zenu." Ndio. "Kama kumtii Bwana wetu." Ndio. 23. "Kwa maana mume ni kichwa cha mke, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili." Ndio. 24. "Enyi wake, watiini waume." Mama tii mumeo. 25 anasema, "Enyi waume, wapendeni wake zenu." Hakuna kitu kizuri kama upendo wa ndoa. Upendo wa ndoa ndio imeshinda mambo yote, na watoto wetu wanaiga kutoka kwetu. Mama, ukishakuwa mtu wa kutii, nani atakuletea shida tena? Utakuwa na shida na mtu? Hakuna. Lakini kama nikiongea na wewe unaongea, tunashindana kwa nyumba, haijulikani kichwa, haijulikani shingo. Na washauri wa mama, wakati unaongea na mumeo, jaribu sana kutafuta maneno matamu ya kuregesha amani katika nyumba, maana hakuna siku utashinda kwa kujibu vile unataka, haiwezekani. Wazee nao, kumpenda mkeo kwanza ni kuongea naye vizuri. Juzi nikifundisha kwa wamama, nikawauliza wamama, ni wangapi asubuhi tumsifu Yesu? Kwanza siku namna hiyo tu inatosha. Wamama mnasalimia, tumsifu Yesu, mnasalimia asubuhi kwa ishara ya mkono wa mama. Sasa mnasalimia, wamsalimia mumeo, tumsifu Yesu. Hiyo siku imeanza vizuri, hata kama alikuwa na 500 atakupatia. Tumsifu Yesu. Mume wangu. Kwanza hili neno mume wangu. Kama mngejua nyinyi wa mama, yaani mume wako tu akuite, mke wako akuite asubuhi, "Umeamkaje mume wangu?"
huwa nasikia yaani umeamkaje mume wangu, yaani hiyo zinapendeza. Umemtii kwanza na asubuhi, siku imeanza vizuri. Mchana simu, babake fulani unaendeleaje? Niko salama. Waume wanatoka asubuhi, wengine wanarudi saa 2, hata miss call. Miss call yani kibahati mbaya tu imekutokea. Anakaa naangalia, anakaa na nani huyo? Miss call tu kibahati mbaya pia. Pigia Yesu makofi. Mambo madogo tu. Ndoa haivunjiki kwa mambo makubwa, haya madogo madogo tu. Na mimi najua sana hapa kwa kuongea. Narudia hapa kwa kuongea. Jua kuongea. Mwambie Yesu akupe ufasaha. Mimi hii jambo nawaambia kwa sababu nimeongea na Yesu. Kila nitakapotaka kuja kusimama mbele yenu, huwa namwambia Yesu, nipe ufasaha na unipe kumbukumbu. Nikumbushe yale nimesoma kwa Biblia. Alafu nipe ulimi wa ufasaha. Nitakaposimama mbele za watumishi wako, niwe naongea wakinielewa. Na wewe nao unaweza kumuomba Yesu, nisaidie kwa nyumba yangu. Maneno nitakayomtamkia mke wangu yawe mazuri. Maneno nitakayomtamkia mume wangu yawe mazuri. Kuna matajiri pale wana mapesa mengi, lakini nyumba zao hazina amani. Hazina amani kabisa kwa sababu maneno matamu hakuna, madharau iliingia. Lakini Methali 15:17, hebu soma. Methali 15:17. Inasemaje? 15:17 inasema, chakula cha mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana. Nyumba watu wanaweza kuwa wanakula mboga, lakini mtu ana appreciate mwenzake. Anayo sukuma, mke wake anampokea, anamappreciate, karibu mume wangu. Anachukua mboga anakata. Sio umepokea sukuma unasema kila siku waleta sukuma kila fulani ni jambo. Wewe nikikupokea ni masukuma tu, unachukua na kuitupa hapo chini. Appreciate, ukubali. Inatakana appreciate mke wako, appreciate mume wako. Chakula kimepikwa na mke wako. Unamwambia sasa, mama wewe kila siku chumvi nyingi, chukua chakula chako hiki. Mwambie ni sawa, lakini chumvi imekuwa nyingi, kesho fungu. Kubali. Siwasikia wazee, chumvi imekuwa nyingi tu kidogo, hiyo italeta nyumba kwa vita mpaka majirani wajue. Appreciate, amekata vitunguu, amewasha moto, amechukua muda wake mwingi, wewe unakuja kuitupa hapo. Vyakula gani? Masupu hiha. Masupu hiha. Lakini ukweli ni kwamba mkubali, appreciate kwamba umejaribu mamake, lakini kesho punguza hii na hii, na siku inasonga. Hiyo ndio appreciate. Unamkubali mkeo kwa kila anachofanya. Amefua, mwambie ni sawa. Amepiga pasi, ni sawa. Lakini waume appreciate wanawake, nasi ukiambiwa hivyo unachemka. Umbika moyo tu wa kuvumilia na nyumba yako itakuwa sawa. Kitu ambacho nataka kukiongea, wapendwa, nyumba ina siri zake. Nyumba ina nini? Siri zake. Usitoe siri ya nyumba yako nje ya mlango. Kuna mambo katika hiyo nyumba itatokea, haifai mtu ajue, ni kati yako wewe na mume wako. Lakini ukishaona mzee yeye anakaa na waume wenzake na kusengenya mke wake, mama akitoka kwa ule mlango, mume gani yule? Mamona yule, mamona hafai yule. Wewe unasema, lakini zitamrudia zote. Sasa hasira zinakuwa nyingi kwa sababu anashangaa, huyu mtu mbona ananiongea? Usiwahi toa siri za nyumba yako nje. Ni sawa? Mambo ya nyumbani yabaki kuwa hapo. Ndipo nakuta utakuwa na chakula cha mboga, lakini watu wanapendana kwa sababu mambo yao ni yao wawili. Lakini nimeisikia kule, nikirudi nimevunjika moyo kabisa. Mke gani huyu? Mume gani huyu?
mambo ya ndani ya nyumba yabaki kuwa yenu, na Yesu atawabariki kwa ajili hiyo. Lakini kama unatoa siri zako, kila chochote cha nyumbani, kwani wewe unafikiria wengine wanaishi vizuri sana? Kuna watu wanaishi vibaya na hautawahi jua. Hakuna siku utawahi jua. Ndio nikawaambia kuna siku utakuta unasikia kabisa nduru, mama anapigwa na mumeo usiku, pigwa kabisa usiku. Asubuhi mkimuuliza mama yake fulani, mbona jana nimesikia nduru, kulikuwa na nini? Na amefura, anakwambia mume wangu leo anapenda kumchezea. Jana basi alikuwa anamchezea matani tu yale, na amefura. Ni matani ya. Pigia Yesu makofi. Kwa sababu anaweka siri za nyumba yako. Mimi kama mtumishi wenu ninawaomba, swali langu halitatoka katika Biblia, lakini nitauliza maana alipolinena hakuweka katika Biblia. Nauliza kuhusu, umesema mwanamume nawe ni jasiri, asiwe mwanamume muoga, yaani kawa. ndio Na awe mjasiri. Lakini je, ule amepata kawa, ule ambaye anapenda sana kujikunja, saa nyingine hapendi maneno, amesema mimi sitaki maneno. Watu wanaweza hata kunatokea watu anaweza kuja mbele yake na kaanza na bibi yake ndiye anaongea. Sasa yeye anasema tu, unaona bibi yake ana mdomo sana, anasema mimi sitaki maneno. Hiyo maneno yenu tulisheni nyinyi wenyewe, mimi siko. Aina hiyo tunaweza kumweka wapi? Maana hadithi kweli, tusaidiane. Ni sawa. yatoseka. Haya, karibu boss, karibu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama najibu ama nikuongezea swali la mama kaka. Tulielewe vizuri. Najua wanawake au wamama wako tofauti. Anaweza kuwa labda pengine huko nje ni mama ambaye yani ni kimbelembele na mambo yake hayako sawa vile, na mume wake amemzoea labda pengine huwa ni mtu wa kukosana na majirani, mtu ambaye anazusha mambo, unaona. Sasa ikishatokea vurugu na unaile watu wanaongea na yeye huwa anaongea sana. Sasa yule mume labda pengine si kwamba eti ni mpole, lakini labda pengine ana busara. Sasa wakifika pale hata huwafukuza kusema sasa nyinyi mambo yenu malizeni huko. Si kwamba eti ni mpole anaogopa, lakini kule Mshomoroni jirani kulikuwa na rafiki yangu alikuwa yuko hivyo. Mke wake alikuwa na shida sana, yaani alikuwa yeye huwa anapenda kuingilia mambo ya watu na anaongea sana. Sasa saa nyingine akikorofishwa au yanaletwa mpaka pale nyumbani. Na kaka, hiyo swali umeuliza ni kitu ambayo imetokea. Sasa yule jamaa ni rafiki yangu na si kwamba eti ni mpole, lakini sasa wakianza yale maneno huwafukuza kusema kwamba msinihusishe katika hayo mambo, malizeni huko. Sasa sijui mama kaka, kama unasema kwamba ujasiri na unatetea mtu ambaye tabia zake si nzuri, sasa hapo inakuwaje? Amina. Wakati umesema huyu mke ni mke wako, unaishi naye kwa nyumba moja, na yeye huko nje maneno yake si mazuri. Sasa ametoa yale tabia yake anaipeleka nje, imefika mpaka kwa nyumba yako. Imeletwa na watu, sasa ugomvi umeingia kwa nyumba yako. Sasa huo ugomvi hauhusu ule mke peke yake, unakuhusu pia na wewe. Maana kitambo utoke nje uje pale, wanajua kuna mtu anayeweza kukomesha hii ugomvi ama hii tabia ya huyu mwanamke huko nje. Ndio maana wametoka kule nje kuuleta. Lakini wewe tena unawafukuza waende wamalizie kule. Hiyo inamaanisha wewe huyu mke utamsaidiaje ile tabia itoke ndani yake? Maana ni tabia unajua, na wewe unasema unazoea. Inafaa utafute njia pia na wewe umsaidie na ujaziro wako. Usiwaambie tokeni nje mwende umalize. Labda Mungu aweza kuweka ndani yako neno na wewe ukamaliza hiyo tabia ya mke wako na ukao na ujasiri ukasimama kama Mungu. Lakini ulipowaambia tokeni, hiyo sasa umejitenga.
Lakini nilikuwa najaribu kuongea kitu, lakini kama ambaye imenivaa kwamba mimi nilifanya hivyo. Lakini sasa Bwana Yesu asifiwe. Hapa itabidi tusaidiane, na kama labda umenipata vizuri ni kwamba si mara ya kwanza huyu mambo yake anafanya, ashazoea. Sasa saa nyingine wajua, kama ni mara ya kwanza ama ni kitu unaweza suluhisha, lakini ni kitu ambacho akisuluhishiki tena. Ushaongea naye, ushamtetea mara nyingi, sasa watu wanajua wazi kwamba hapa amefanya makosa. Je, utaitetea namna gani? Hekima moja wapo ni kwamba sasa nyinyi ni mambo madogo, labda mambo ya watoto, mambo ya nini, nyinyi malizeni huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa tukisema kwamba tunasema huyu mume ni mwoga, sasa tuangalie, kwa sababu maandiko yanasema makwazo hayana budi kuja, lakini ole ayasababu. Chanzo ni nini? Sasa ukisema huyu bwana mnamwekelea makosa kwamba hajasuluhisha, lakini tabia mbaya ziko kwa nani? Na tabia yake imekuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa mahali tupaangalie sana. Ukiona wewe mama unaambiwa na mume wako kwamba yeye tabia zako hubadiliki, malizeni huko, jua umezidi. Kwa hiyo tukisema hapa tunapatetea, tunafanya makosa. Ukiona wewe mama unaambiwa kwamba nimewazoea, unaona, malizeni huko, jua uko na shida. Amina. Haya, mkono Msifu Yesu. Amina. Nikijaribu kujibu swali la kaka, ni kwamba watu wamekosana huko nje, halafu wameletana kwa nyumba. Msifu Yesu. Amina. Kwa kweli ni kwamba kuna vitu pastor umeongea hapa. Ndio. Pale kunahitaji hekima. Msifu Yesu. Amina. Maana anaweza kuwa mke wangu ameenda amefanya mambo mabaya kule nje, sasa anafuatwa. Na unajua mobu ni watu wengine ambao dakika moja wameua mtu. Tumsifu Yesu. Sasa wanapomleta kwa nyumba kwa yale mabaya ambayo amefanya kule nje, wewe kama mume, ile shida ni yako. Tumsifu Yesu. Na mara ya kwanza ni kutetea huyo mke wako. Tumsifu Yesu. Wenda kwa ubaya ama lazima utetee, ili maana ukisema ya kwamba nendeni huko mmalizane alafu wamuue yule mke, si hasara itakuwa juu yako. Tunaona kama Abigail vile Daudi alikuwa amekusudia kuua mume wake. Abigail alifanya nini? Alitoka kwenda kumzuia Daudi. Maana kama angesema ili lidume sije vile mwimbaji anaimba limenichokesha. Tumsifu Yesu. Malizana na yeye huko. Basi Abigail, mume wa Abigail angeuawa na Nabali, si kweli? Angeuawa, lakini kwa hekima ambayo Mungu atakupatia wakati huo itatumika na utasuluhisha hiyo mizozo kama mume mwenye busara na ujasiri. Maana ukiwaachia mob justice ama wale ambao wamekosana nao, wanaweza kumuua ama kumuumiza, na pia shida ikarudi kwako. Tumsifu Yesu. So always mume lazima uwe na busara, na kama huna busara omba Mungu akupe busara, na mara nyingi uwe mshauri wa mke wako na mke naye awe ni mshauri wako. Yaani katika nyumba muwe ni watu wa kushauriana, na katika hiyo hali utaona ya kwamba kama mtu ana makosa, katika hiyo hali Roho akiwasaidia mtaanza kurekebisha nyinyi wenyewe polepole, na mtaishi vyema pasipo mizozo na wanadamu. Amina. Pigia Yesu makofi. Hilo jambo ni nyeti kidogo. Pastor James, uko na jambo? Amina. Mimi nilikuwa nataka kuzungumzia kitu kuhusu ujasiri na upole. Upole na ujasiri ni vitu viwili ambavyo viko tofauti. Ndio. Kwa sababu tukisema upole ni mtu asiyehitaji maneno ama mtaratibu na mambo ambayo yote lolote litakalozuka, yule mtu yuko taratibu sana, hataki yani kuingilia mambo. Ndio.
na mjasiri, ni mtu mwenye ni mtu mchangamfu, yaani mtu mwenye kukitokezea kama kuna jambo analitenda, yuko na uhakika na jambo lake. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa hao watu wawili kama wamekosana, kama vile mtumishi amezungumza pale, wamekosana kama ni wa nje. Hapa tunazungumzia habari ya kanisani ya wateule. Lakini kama ni wa nje, wameshamtokezea mtu mwenye ni mshauri, lakini hao watu wa nje hiyo tabia yake, na amesema hayo ya huko nje malizane huko, naona huko hakuna ubaya. Lakini kama ni ya mtu na mke wake, ni sawa sawa vile mtumishi alivyozungumza. Siwezi kuongezea zaidi. Amina. Ni sasa hali yoyote katika maisha yako wewe baba au mama, siku yoyote kukitokea shida kwa mke wako au kukitokea shida kwa mume wako, nataka niwaambie jambo moja: simama na mwenzako. Sio mke wako amepatikana na shida naambia hayo sasa nyinyi tamaliza. Familia ni familia wapendwa, kuna tofauti ya familia. Sawa? Simama na mke wako, mmalize hilo jambo. Ukishamaliza utamweka chini, mwambie hapo ulikuwa umekosea. Lakini unaposema kwamba nyinyi basi ni shauri yenu, ni hatari. Vile Tuti amesema, inaweza kuwa ni mob justice, inaweza kuwa ni vitu vingine ambavyo. Lakini kama utasimama naye alafu baadaye sasa umweke chini, mwambie mke wangu pale nimekutetea lakini ulikuwa umekosea. Hiyo hata yeye mwenyewe atajua kweli kama ni kujirekebisha, ajirekebishe. Lakini tukirudi tena upande wa Mramba, vile Mramba amesema, kuna mtu ameokoka lakini visanga kama hivi vimekuwa ni kama kwake ni kama kawaida. Leo ametetewa hii, kesho ametetewa hii, kesho kutwa ametetewa hii. Hayo ndio Mramba anasema sasa, kwa sababu ni mazoea yake. Ni sawa? Sasa katika ile sehemu ambacho kisanga kitatokea, inategemea Mramba ataongozwa vipi na Roho. Kwa sababu kuna mtu kweli, hata ukiangalia jana amekosea, ukaingilia kati, ukasuluhisha, ikaisha, hakudhuriwa, na ukamketisha kumwambia mambo haya wacha, kesho tayari asubuhi mengine tena. Umeingilia tena, kesho tena. Sasa mambo kama hayo ndio Mramba anazungumzia. Lakini tukirudi kwa mtazamo wa wokovu, ni kwamba tunasamehe kila siku. Jaribu tu kumuombea, na kama ni shetani amemuingia atamuondoka. Lakini kule kumwacha ni hatari. Kitu cha kwanza kikitokea kwa familia yako, iwe ni mtoto wako, iwe ni mke wako, iwe ni mume wako, kitu cha kwanza anza kumtetea kwanza, mambo mengine baadaye. Do not let anyone come between you and your family. Family is family. Mtu yote asiingilie kati yako wewe na familia yako. Familia ni familia. Ni sawa? Kwa sababu hayo yote utayakataa, mwisho atakuja yakuvae wewe. Tunarudi kwa busara. Je, busara inatuambia tusamee mara ngapi? Mara 770. Okay, acha nisamee tu. Kuna wengine wanalipa hata madeni. Mama ametwanga mwenzake huko nje, ataiwa 5,000. Mzee anafanya kazi akilipa. Na ashamkanya. Na hamwachi mke wake. Anamuombea abadilike. Karibu kidogo, la kumbe huyu ndugu. Wamalizia hiyo yako. Kuhusu ucheshi, hili ni jambo ambalo lilifanyika, lakini wacha tu nikae kama ucheshi kidogo. Kuna siku moja, kuna kijana ambaye ninamuita ni mwanangu, yaani mtoto wa mkubwa wangu. Yeye ni mkali kabisa, lakini ana jina, yeye ni mchungaji. Maana amefungua pale, anahubiri, na mke wake alikuwa anashona, lakini alikuwa hajapata ujauzito siku nyingi. Sasa yule bwana wa kiume akamtwanga mke wake. Pale akatetewa pale, lakini akaona afadhali yeye azidishe nguvu, yule mke wake akaenda kwao. Kumbe ilikuwa ndio tabia yake. Sasa tukamuonya kama vile tunavyozungumza, lakini hasikii. Siku alipokuwa ameenda kwao, akasema kwa mdogo, basi tushikane na yule kwa mdogo, twende tukamfuate mke wangu. Nikasema sawa, twende. Haya, vipi? Akasema nakodisha pikipiki. Akakodisha, kanitwanga mafuta, kaambia hapa mpaka ukarudeni mafuta
Utaweka pesa ngapi? 400. Hapo ongeza 600. Maana tunaenda kwa ugeni. Ulipofika hakutuachia sisi tuongee. Yule alipofika tu kushuka kaona tayari shemeji yake. Akaanza kumuuliza, "Mke wangu yuko wapi?" Tukamwambia, "Mzee, tuongee mwanzo, tumefika kwa wenyewe." Asema, "Mimi nataka mke wangu, kama si hivyo tutaona cha kusema tu." Tumsifu Yesu. Sasa ile kelele yule shemeji yake akaondoka akaenda zake, sisi tukaingia bomani tukakaribishwa vizuri. Sasa tumeongea pale, yeye ameanza tayari vitu zake, mke wake hajamuona. Tukamwambia, "Nyinyi ndio mmekuja na huyo?" "Nyinyi naona leo." Tukajua hapa kimeumana hichi. Tumsifu Yesu. Tukarudi kule kwa wale vifiere, sisi tukasema, "Sasa huyu mwana wetu sasa bwana tunatafuta ile hekima sasa." Sasa hiyo tabia yake, maana hata hatujaongea yeye anaongea hivi. Kumbe ilikuwa ni hivi. Basi unaona makosa haya. Tumsifu Yesu. Sasa wale mashemeji kumbe wameitana huyu. Wakapikwa sima vizuri na kuku, tukaingizwa ndani sisi. Tukaambiwa na kuku na mkwe zetu, basi leti chakula huko ndani. Ule mlango ukafungwa na nje. Tumsifu Yesu. Unajua hapa tunakula kuku na mateke. Tumsifu Yesu. Sasa kumbe ule mlango umefungwa nje, yale maneno yaliyozungumzwa na ule bibi na zile tabia zake zinaonekana ni mbovu. Yule shemeji yao kule nje, si mtoto wetu, akapita tayari kivumbi huko nje, sisi wanakuku. Sasa hatuwezi kuongea huko. Sasa kivumbi mpaka mwisho, kiatu kimoja kikavuka, wote mwanzo kijana kiatu na socks. Tumsifu Yesu. Akatandika mbio zake mpaka stage huko. Haleluya. Sasa tulipotoka nje, tukaambiwa sisi wazee hata nyinyi tunawaheshimu baba zetu, hatuna fujo na nyinyi. Kwa hivyo mtaenda kwa amani, lakini kiatu cheki kile mtakuokotea kumpelekea. Tulimpelekea stage. Tumsifu Yesu. Amina. Usipokuwa mpole na hekima kweli vile tumeelezwa na mtumishi wa Yesu hapa, utaenda kuacha kiatu waje kupelekewa huko. Ni hayo Yesu. Amina. Patie huyu. Amina. Okay, ninashukuru maana yale ambayo nilikuwa ningependa kuongezea wengine yamegusiwa tayari na mtumishi. Japo nitasema hivi. Kunao mabibi wengi ambao wamewaona mabwana zao kwa kama madefender wao, kweli ni sawa, sababu labda wanaona wana vinyama kwa picha zao. Sasa ninakuja basi kwa sababu hiyo unajua wewe unazungumzia vita wewe. Ninakuja taratibu. Sasa hutumia nafasi hiyo mabibi wengine ya kwamba hata tukichokoza tunakimbilia kwa bwana wangu kwa sababu huko nitapata msaidizi. Lakini ninataka kurudia maneno ambayo mtumishi ameyasema machache hapo ambayo ni ya maana na muhimu sana. Kwanza akatanguliza hekima, pili akaongea kuhusu mambo ya kwamba mtu kama amekasirika haina haja ya kujibu wakati mtu amekasirika. Nyingine ya kwamba hauna haja ya kupromise vitu wakati una raha sana. Haya maneno mawili haya au matatu ni maneno nyingine mazito sana. Sasa wewe bibi labda uko huko nje umeenda umekosana, mimi kwa ujasiri yangu na upole yangu sitaki kutumia ile kitu wewe unaona ya kwamba nina nyama, nitumie hiyo nafasi hiyo kugombezana hadi kujibizana na wale watu ambao umewaleta, ili uone kwamba mimi niko na bwana ambaye ana ujasiri. Hapana. Niko na ujasiri lakini ule usioonekana, ujasiri wa rohoni. Kama ni kukemea mapepo, takemea mapepo yatoweke kwa jina la Yesu. Lakini kama ni kuongea, maana ninaweza nikaongea nikakwaza wengine. Yeye amekuja nikaona kana kwamba nitaleta suluhu, kumbe ikawa ni ile ya mateke. Mimi bwana yako ambayo umeniona nimejaza, umeenda umekosana na kule, umekuja naye niinuke kwa hiyo kifua nami. Mimi na wewe tuchanganywe pamoja,
kisha baadaye waanze kunigeukia na kunicheka, mimi nitakuwa tunaipo. Kwa hivyo lazima pengine tunaona tumenyamaza, lakini si kunyamaza tu, kuna mambo mengine tunaficha. Hatutaki hizo aibu nyingine na matusi. Kwa hivyo tubarikiwe. Amina.